Bwana mjumbe, mimi nimekuja kwako. Ndio. Na jambo nataka tuzungumze. Nadhani unafahamu rafiki yangu Samu na mke wake Mwantumu. Sasa kwa kipindi hiki mimi na Samu yani hatuna maelewano mazuri kabisa. Imekuwa kila tunapokutana ni kwamba ni watu ambao yani hakuna maelewano, kwa sababu shida imeanza kwa Mwantumu. Mwantumu bwana, kuna siku alikuja kwangu akachepuka. Yani ikaonekana mimi na yeye tuna mahusiano ya kimapenzi, ili hali yeye ni mke wa mtu. Sasa baada ya Samu kujua hili jambo, ni kwamba imekuwa sasa hivi yani mimi na Samu ni kama simba na swala. Yani anaponiona kama ananiwinda. Alafu isitoshe yeye ni rafiki yangu wa kitambo. Tumefanya mambo mengi. Kwa hiyo mimi ujio wangu hapa ni kwamba nimekuja kwako kukuelezea ili umuite Samu. Umwambie kuwa bwana rafiki yako kaja, kafikisha ujumbe hapa. Anataka haya mambo yaishe. Kwa sababu nyie ni marafiki. Na isitoshe hata mtu mwenyewe ambaye ni muhusika sasa hivi hayupo hata aonekane. Kwa hiyo nimebaki mimi na Samu, na ndo tunaonana katika huu mtaa. Kwa hiyo imekuwa kila tunapokutana ni ugomvi. Hata juzi kati tumekutana tunaanza kukunjana mashati. Sasa imekuwa yani inaonekana tunapoelekea ni kwamba tunaenda kuharibu kila kitu. Kwa hiyo mjumbe, na kuomba uongee na Samu. Mjulishe hizi taarifa, mwambie bwana rafiki yako anaomba msameane kwa yote yaliyotokea. Mrudi kama zamani, urafiki uendelee, kwa sababu sisi ni vijana, kuna leo na kesho, tunasaidiana mambo mengi. Tunapoishi katika magomvi hivi haipendezi. Kwa hiyo naomba ufikishe tu hiyo taarifa mjumbe. Basi mimi nitajitahidi kufikisha taarifa hiyo. Nitamtafuta Samu, nitakuita na wewe, tutakaa tayazungumza, tutaweka sawa. Nyinyi vijana ndio tunayotegemea hapa. Ina maana nyinyi mkishavurugana kama hivyo, sisi kama wazee pia tutakosa msaada kutoka kwenu. Kwa hiyo mimi ninachokuomba kuwa na uvumilivu, tamuita Samu, takuita na wewe, tutakaa tayazungumza ili mradi mambo yaende sawa na atakaa sawa. Basi shukrani sana mzee. Basi hamna shida. Asante kwa hilo. Haya, karibu tena. Basi nikutakia wakati mwema. Hamna shaka, hamna shaka. Haya. Moyo una maumivu. Mzima. Nashukuru Mungu. Bana, kuna dogo mmoja anaitwa Rafa, nafikiri unamjua. Mzee. Mimi sitaki kusikia chochote kuhusu Rafa. Hapana, hebu kuwa mpole. Mimi ndo nimekutana na wewe, afu mimi ndo na shida nawe, tuongee juu ya swala la wewe na Rafa. Rafa kapitia kwangu pale asubuhi, kaja kanihadithia mambo yaliyotokea huko nyuma, mnagombana, mkikutana muongei, nikaona sio picha nzuri. Nyinyi ni vijana wangu. Na nyinyi mimi ndo nawategemea. Mmejenga mingi katika mtaa wangu. Sasa tukianza kuhesabiana moja baada ya jingine, naona tutazidi kupoteza muda. Mimi naomba tuyamalize haya maneno baina ya wewe na Rafa. Hivi mzee, mfano wewe rafiki yako wa karibu anakusaliti na mke wako tena wa ndoa, hivyo unajisikiaje? Najisikia vibaya. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema tuwe na subira. Mwenyezi Mungu amesema istainu alal birri wa taqwa. Kuweni na subira katika mambo yenu ya kheri na kumcha Mwenyezi Mungu. Hizo ni moja ya subira na ni moja ya mitihani. Naomba hebu kuwa na subira juu ya hilo. Mzee, kwa heshima yako, mimi nafikiri nimekuelewa. Tafanyia kazi. Na kama ulivyosema, tutakutana, tutazungumza, kila kitu kitakuwa sawa. Nashukuru pia kama umenielewa kwa hilo. Nitamtafuta, nitakuita na wewe, tutakaa, tutaongea. Na vijana wengine pia nitawahitaji wao wengiwe kama kina Kopa na wenzio, tutakaa wote kwa pamoja ili wajifunze kutokana na hili lililotokea. Unasemaje kijana wangu? Basi mzee, hamna shida. Mimi nimekuelewa bwana. Sawa. Kila kitu kitakuwa sawa. Basi hamna shida. Basi nitawatafuta, tutakaa, tutaongea. Basi sawa, mimi ngoja nifikie kijiweni. Haya, hamna shida, na mimi naenda msikitini hapo mara moja. Inshallah. Haya, inshallah.
Halima. Usikulele mwanamke. Wewe Halima. Wewe usikulele kabisa. Usikulele kabisa ujue. Hivi Halima unadhani mimi mtoto kiasi gani? Naomba uniambie ukweli. Hiyo mimba ni ya nani? Sina mimba. Naomba uniambie ukweli, hiyo mimba ni ya nani? Sina mimba kweli. Hivi unaona mimi mtoto ambaye sina akili? Sina mimba nimekwambia. Naomba uniambie ukweli. Maumivu hayaishi, penzi kidonda, siwezi pona, siwezi pona. Halima ndio kuonesha timbwili ambalo hutoelewa ujue kabisa. Halima mimi nikibadilika na kwa mbaya vibaya mno ujue. Sina mimba. Nimekwambia mimi sina mimba. Sasa kwa nini uniamini? Nimekwambia sina mimba mimi. Wewe una mimba sio? Sina mimba. Una mimba sio? Sina. Hivyo mwanamke nikwambia mwanamke unielewe. Halima, mke wangu. Halima, mke wangu. Halima mama. Halima. Wewe. Halima. Halima. Umepata nini? Mungu wangu. Nimemkuta nini huyu jamani? Alikuwepo hapa. Niko wapi? Hapa nimemwacha kalala hapa. Kweli wewe hujachanganyikiwa? Alikuwepo hapa kabisa hapa, kadondoka Halima hapa. Na nikimwamsha amki wala hata tu ipunzi yoyote, matukio ya moyo ya dundi hapa, alikuwa kalala hapa. Hii inawezekanaje? Alikuwepo hapa amelala hapa kabisa, nikimwamsha amki.
Jamani, nimewaiteni hapa. Nataka niwapatanisha baina ya Sam na Rafa. Rafa alikuja hapa akaongea kwamba na Sam hawaelewani kutokana na issue iliyotokea huko nyuma. Nafikiri wote mnaikumbuka. Ndio. Sijui Sam mwenzangu unasemaje? Naikumbuka. Sasa mimi naomba nipatanishe ili liishe, mrudi katika urafiki wenu wa zamani. Sababu nyinyi ndio vijana na wategemea hapa. Mfanya mambo makubwa sana hapa katika mtaa wangu. Sasa mnavyokuwa mmetofautiana, mimi nakuwa sina nguvu tena ya kufanya jambo lolote bila nyinyi. Kwanza kabisa mzee, kama tulivyokuwa tumezungumza awali na ukaahidi kwamba utatuita, tutakaa tutazungumza. Mimi binafsi nilishakunjua nafsi muda mrefu tu. Nilikuwa nisubiri lije kwanza ili tukae wote na tuelewane. Zingatia sisi ni marafiki wa muda mrefu pia. Kwa hiyo habari zenu? Salama. Kati yenu Abasi ni nani? Mimi naitwa Afande Mayunga, natokea kituo cha kati. Uko chini ya ulinzi kwa kesi ya mauaji. Inuka tuondoke. Sema kama hivyo wazee. Twende utaongelea huko huko. Mbona kama hivyo afande? Twende Afande. Mzee.